Shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Kristo Yesu, nikiwakaribisha katika neno la Mungu kwenye madhabahu haya ya Kolera Yesu. Ndugu zangu wanaotusikiliza katika pande zote za dunia, Mungu awabariki, nikiwakaribisha pia kwenye hizi kamera za Kolera Yesu TV. Basi nahitaji kuchangia nanyi neno la Mungu liliyopo katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 pale kwenye mstari wa 3 hadi kwenye 4, lakini msikilizaji unaweza ukaendelea mpaka kwenye mstari wa 5. Ninasoma katika jina la Kristo Yesu. Ingawa tunaishi duniani, lakini hatupigani kama watu wa ulimwengu. 4 panasema ya kwamba silaha zetu si za dunia, bali silaha zetu zina nguvu ya kimungu iwezayo kubomoa ngome. Kwenye mstari wa 5 panasema ya kwamba tunaharibu hoja na mabishano yaliyo kinyume cha kumjua Mungu. Tunateka mawazo yote na kuyafanya yamtii yaliyo kinyume cha kumjua Mungu. Tunateka mawazo yote na kuyafanya yamtii Kristo. Amen. Ndugu unayonisikiliza, ni kwamba neno hili Paulo ameambia kanisa la Wakorinto ya kwamba silaha zetu ambayo ni mimi pamoja na wewe, siyo za ulimwengu au za dunia hii. Silaha za duniani mnazijua, kuna masasi, kuna masiraha ambayo ni mabomu, kuna magari ya vita, lakini Paulo akaambia kanisa la Wakorinto ya kwamba sasa sisi silaha zetu siyo hizo, ni silaha za rohoni ambayo zina nguvu ambayo ni kubwa, zinaweza zikabomoa ngome. Ngome ni baadhi ya kuta, zinavunja, zinang'oa. Unaposoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 10 na 11 kuendelea, Mungu akamwambia Yeremia ya kwamba nimekuweka juu ya taifa na mataifa ili uweze kung'oa na kubomoa upande unachokihitaji. Haleluya! Ninachohitaji kukutangazia muda huu na saa hii, kuna baadhi ya vita watu wa Mungu wanakuwa nazo. Kuna madeni, kuna mambo ya kwenye ndoa, kuna yanayotuzunguka kwenye huduma, kuna kazi unazozifanya, kuna mambo mengi ambayo unakuta ya kwa Mungu kwa kumsifu pamoja na maombi, mkimjulisha haja zenu Mungu, ni kwamba silaha hiyo inaweza ikabadilisha mambo. Silaha hiyo Ana ameitumia akapata mwana Samuel. Silaha hiyo imeweza kubadilisha mazingira wakati wa Esther na Mordekai. Silaha hiyo imesababisha babu yetu wa imani Ibrahim aweze kumpata Isaka kama Mungu alivyosema. Silaha hiyo imefanya kazi na Musa na wana wa Israeli mbele ya bahari ya Shamu. Silaha hiyo imefanya kazi ndani ya jangwa, wana wa Israeli wakapata maji ya kunywa na manu ikashuka. Bado silaha hiyo ipo pamoja nasi. Una uwezo wa kuitumia na ikakuja kuvunja kila ngome zinazotuzunguka. Silaha hiyo inaweza kuleta uponyaji katika hayo magonjwa. Silaha hiyo inaweza ikaleta kazi mahali ambapo hakuna kazi. Silaha hiyo Paulo na Sila walipokuwa ndani ya jangwa wameweza kuitumia. Nahitaji nikukumbushe muda huu na saa hii ya kwamba tuko na silaha ambayo vita hivyo ambavyo tuko navyo ni vya rohoni na Mungu ametupa silaha hizo. Kitabu hiki cha Wakorinto kimekuja kuzungumza ya kwamba tunazo silaha. Tumia silaha hiyo, utauona mkono wa Mungu.
Bwana Yesu akubariki, neema ya Mungu ikutoshe, mkono wa Mungu utembee na wewe, na uamini ya kwamba Biblia nzima inaonyesha ya kwamba kila mtu aliyetumia silaha